بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. نويت تعلم والتعليم والتذكرة والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة والدلال على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. نويت حضور مجلس العلم، نويت طلبة العلم، نويت سماع كلام الله تعالى، نويت سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نويت سماع كلام العلماء بالله، نويت النظر إلى وجوه العلماء بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu cha Al-Udda was-Silah fi ahkami nikah. Tumemaliza kuzungumzia nguzo ya pili ambayo ilikuwa ni mashahidi. Sasa anaingia nguzo ya tatu ambayo ni wali. Katika masala haya kuna masala muhimu sana tutayagusia, ambayo mengi yametajwa katika sherhe na mengine tumeyataja katika zile taalikati tulizotia katika kitabu cha Miftah. Wakati tunasoma Miftah, chini kule kulikuwa kuna taalikati nimezitia zile. Mule kulikuwa kuna masaili muhimu ambayo baadhi tulikuwa tunapitia wakati wa darasa, baadhi hatukupitia. Lakini hapa kuna masail ambayo ni muhimu sana, kwa sababu hichi kitabu sasa ni hatua ya mbele. Tushasoma msingi wa masala ya nikahi, sasa tuko katika hatua ya pili. Kwa hiyo kidogo natakiwa tuwe makini katika kufahamu na kujua baadhi ya masaili ya ziada ili kuweza kupata maalumati ya ziada. Anasema ar-ruknu thalith, nguzo ya tatu, al-wali. Wali. Wali, sisi madhhabu Shafi'i lazima kuwepo wali. Sisi kwetu le wali ni lazima. Kivipi? Tutaeleza kwa ufupi. Anasema la yasihu nikahu illa biwaliyin, haiswihi ndoa illa kwa kuwepo nani? Wali. Maana yake haiswihi ndoa ila pawepo wali, ikiwa yule mwanamke ni mdogo, ni mkubwa, ni bikr, ni thayyib, ni mwenye nasaba, bila nasaba, atakavyokuwa lazima awepo nani? Wali. Hakuna sharti kwa vile mtoto mdogo hakuna haja kuwepo wali, la, wali lazima awepo. Mwenyeshi kitabu gani nasoma? Utafahamu. Kwa hiyo lazima awepo wali. Sawa hapo? Anasema la yasihu nikah, haiswihi ndoa illa biwali, illa kwa kuwepo nani? Wali. Falau zawajatil mar'atu nafsaha, lau akaozesha mwanamke, akajiozesha mwenyewe, shafahamu, au akamwakilisha mwanamme au mwanamke amuozeshe, lam yasiha nikah, ndoa haitofanya nini? Haiswihi kwa madhhabu Shafi'i. Kwa hiyo akiozesha, akajiozesha mwenyewe mwanamke yeye mwenyewe, au akamwakilisha mtu mwanamme, sio tahkim. Nakumbuka tulisoma masala ya tahkim, kuwa kienda pahala hakuna kadhi, hakuna wali, inaruhusika yule anayetaka kuoana wamfanye mtu nini? Muhakkam. Wamfanye nini? Tahkim. Kwa bwana, wewe tumekuhakimisha wewe utufanye nini? Utuozeshe. Hapa si tahkim, hapa tunapozungumza kwa mwanamke akijiozesha mwenyewe au ile mwanamke akamwakilisha mwanamume, bwana wewe nimekuwakilisha uniozeshe, au akamwakilisha mwanamke mwenzake amuozeshe, hukumu yake nini? Lam yasiha nikah, ndoa haitosihi. Ni sawa sawa ikiwa wali wake kampa idhni, mfano wali kamwambia bwana jiozeshe mwenyewe au tafuta mtu akuozeshe, haitosihi kwa madhhabu Shafi'i ikiwa wali katoa idhni au hakutoa idhni. Hii ndio madhhab ya masahaba, Saidina Umar, Saidina Ali, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Saidina Abi Huraira, Sayyidatuna Aisha na wengineo. Na wako katika matabi kina Sheikh Hasan al-Basri, Ibn al-Musayyib na wengineo. Sasa tunasoma hizi aqwali za maulama wa madhhab zingine ili tupate kujua tu.
Anasema hapa katika sharha hapa, anasema Al-Imam Abi Hanifa yeye kwake, tuzawiju al-baligh al-aqil al-hurra nafsaha, atajiozesha mwanamke aliyekuwa baligh mwenye akili mungwana, awe baligh mwenye akili mungwana, atajiozesha mwenyewe. Wabnataha saghira, na anaweza kumwozesha mtoto wake, binti yake mdogo. Manake binti ambaye hakufanya nini, hakubaligh, kwa sababu huko sharti kasema nini, albaligha alaqila alhurra. Kwa hiyo manake yeye mwenyewe anaweza kujiozesha, na yule binti yake ambaye hakufikia kuwa baligh anaweza kumwozesha. Watatawakkal anil ghair, na anaweza kumwakilisha mwingine. Lakini law wada'at nafsaha, lau akajiweka, manake akajiozesha na mtu ambaye man la yukafiuha, mtu ambaye si kufu yake, fali auliyaiha al-i'tirad, basi wakati huo mawali zake wanaweza kufanya nini, kuingilia, kuleta pingamizi. Hii ni kauli ya nani? Al-Imam Abu Hanifa. Unafahamu vitu kama hivyo ukivisikia unatakiwa uviandike. Unafahamu, huna kichwa cha kusema kwa utakumbuka kila kitu. Hii ni madhhab ya Al-Imam Abi Hanifa. Al-Imam Malik anasema ad-daniyatu tuzawiju nafsaha duna sharifa, mwanamke ambaye si mtukufu. Manake kuna katika kule masala kuna nasab kule katika kufu, tunakumbuka kuna aliyekuwa mtukufu, kuna aliyekuwa hali ya chini. Huyu wa hali ya chini huyu kwa Imam Malik anaweza kujiozesha mwenyewe pasi na nani, aliyekuwa mtukufu. Sawa hapo? Hii ni kauli ya nani? Al-Imam Malik. Al-Imam Daud al-Dhahiri, huyu ni mmoja katika wanavyuoni ambaye alikuwa na madhehebu yake, lakini hayakupata kuenea sana, na katika tarehe alipigwa vita sana, sababu katika tarehe inavyoonekana, hasa wakati wa Bani al-Abbas walipoingia kina Harun al-Rashid na al-Ma'mun, walikuwa wakivutia watu na wakilazimisha watu wafuate madhehebu yao. Kwa hiyo wakati wa Imam Daud al-Dhahiri alipigwa vita sana, na vitabu vyake alivyovitunga vikatiwa ndani ya bahari. Lakini yeye inasemekana akakaa ndani na wanafunzi wake miezi 6 anawasomea tena vile vitabu, akaviandika vyote, lakini havikupata kuenea madhehebu yake. Unafahamu? Na ndio maana katika masala baadhi ya ulama wanasema haifai kumfuata al-Imam Daud al-Dhahiri katika baadhi ya masala, kwa sababu hatujui mashiko yake wala sharti zake hatuzijui. Tunajua tu zimetajwa tu, unafahamu, lakini tunasoma kama ni babi ta'lim kujua, unafahamu. Kwa Imam Daud al-Dhahiri yeye anasema in kanat bikran, ikiwa mtoto wa kike huyo ni bikra, lam yasihha nikahuha, haitosihi kumwozesha illa biwaliyin, ila kwa nani, awepo wali. Wa in kanat thayyiban, na ikiwa ni mwanamkuu ni thayyib, jaza an tuzawija nafsaha bighairi wali, anafaa kujiozesha mwenyewe bila wali. Wa qala Abu Thawr, huyu Abu Thawr ni katika mafuqaha maulama wakubwa vile vile, anasema idha adhina laha alwali. Hii sentensi hii inarudi kule tuliposema kuwa ikiwa atajiozesha mwanamke mwenyewe, hata kama kapewa idhini na wali wake, kwa madhhabu Shafi haitoswi, au sio? Yeye huyu anasema idha adhina laha alwali, ikiwa wali wake atampa idhini, fazawajat nafsaha sahha, wa in zawajat nafsaha bighairi idhni waliha lam yasih. Yeye kwake anasema la, ikiwa atapewa idhini na wali wake anaweza kujiozesha mwenyewe, ama ikiwa hakupewa idhini na wali wake manake hawezi kujiozesha mwenyewe. Hizi ni aqwali za baadhi ya ulama ambayo nini, lakini sisi kama madhhabu Shafi'i dalili yetu nini? Ni aya Qur'ani, wa idha talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna. Dalili kwa hapo fala ta'dhuluhunna. Hadithi hii aliyopokea ni sahaba Saidina Ma'qal ibn Yasar, anasema aya hii imeteremka kwa ajili yangu. Yeye alimuozesha ndugu yake wa kike mtu. Yule mtu baada ya kukaa naye akamwacha. Alivomwacha ikaisha ida yake, akaja tena kumposa, kumtaka tena.
Huyu bwana akasema mimi nimekuozesha ndugu yangu. Alafu lakini wewe umekuja umemwacha. Kwa hiyo sasa hivi wallahi akaapa siwezi kufanya nini? Kuozesha. Ikateremka aya hii, wa idha talaqtumun nisa, na watakapoachwa wanawake, fabalaghna ajalahunna, wakafika mwisho wa ida yao, fala ta'dhuluhunna, basi msiwazuie. Anaambiwa nani hapo? Wali. Msifanye nini? Msiwazuie an yankihna azwajahunna, wakaolewa na nani? Waume zao. Sasa hapa peke yake alimamu Shafi'i radhiyallahu anhu anasema ingekuwa wali hana umuhimu, ilikuwa kuna haja gani Mwenyezi Mungu kuamrisha mawali kwa waozesheni, msiwakatalie, fala ta'dhuluhunna, msiwakatalie. Sisi tumefahamiana hapo. Lakini kwa sababu wali ni lazima, ndio maana imekuja hai kuwa msiwakataze au msiwakatalie wakaolewa na waume zao. Kwa alimamu Shafi'i radhiyallahu anhu yeye akafahamu kutokana na aya hii na hadithi hii kuwa wali nini? Lazima. Kwa sababu ingekuwa hamna ulazima, kulikuwa kuna haja gani Mwenyezi Mungu kusema kwa msiwakatalie? Sisi tumefahamiana hapo. Kwa hiyo aya hii ilipoteremka anasema Sayyidina Ma'qal kuwa sam'an wa ta'atan, nimesikia na nitaifanyia kazi. Akafanya kafara ya kiapo chake alichokula, akamuozesha. Sisi tumefahamiana hapo. Kwa hiyo maana yake ingekuwa hakuna haja ya wali, maana yake yule mwanamke, tukisema mwanamke anaweza kujiozesha mwenyewe tayari yeye si thayyib yule, ilikuwa kuna haja gani Mwenyezi Mungu kumtaja wali hapa? Sisi tumefahamu hapo. Kwa hiyo ndo dalili ya Imam Shafi'i. Aya, anaenda masala mengine muhimu. Umefahamika vizuri hapo? Anasema fa in wati'a fi nikahin bila waliyin, ikiwa ataingilia mwanamme kamuingilia mwanamke aliyemuoa bila ya nani? Bila ya wali, ambayo tumesema kwa madhhabu Shafi inafanya nini? Haisihi ndoa, au sio? Kwa hiyo yule bwana kamuingilia mwanamke katika ndoa ambayo bila ya nini? Wali. Anasema wajaba mahrul mithli, itawajibika nini? Mahrul mithli. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu ndoa ishafanya nini? Ishaharibika. Ndoa ishafanya nini? Ishaharibika. Madam ndoa imeharibika, hatuwezi kulazimisha mahrul musamma, tutalazimisha nini? Mahrul mithli. Kwa sababu mfano umeenda umemwingilia mwanamke yote hata kwa shubha, unatakiwa umpe mahari. Mahrul mithli si lazima umpe. Na hapa ndo sura hiyo inaingia, sura ya shubha. Jawamu imekuwa ni shubha. Kwa nini? Kwa sababu wako maulama waliojuzisha ndoa inafaa bila ya nini? Bila wali. Ndio maana ikawa nini? Shubha. Sawa na ipo hadithi vile vile kuwa mwanamke yote aliolewa bila idhni ya wali wake, maana bila kuozeshwa na wali wake, basi ndoa yake imefanya nini? Imebatilika. Kwa hiyo akija akamuingilia, basi itawajibika nini? Maharul mithli. Jafahamu. Na ikiwa atagombana kwenye mahari, kwa hiyo sultani hapo, falme au kadhi au nani, ndio atakuwa wali wa yule mwanamke sasa. Sawa hapo? Naam. Ndio, katika masala yoyote ambapo anapatikana fasadi katika ndoa, wajaba mahrul mithli. Sawa wajaba, itawajibika mahari ya mfano wake. Mahari tulizungumza katika kitabu tulichosoma nyuma cha Miftahi. Mahari kuna namna mbili. Kuna mahari ya mwanamke fulani, kabila fulani, pahala fulani, mahari yake kiasi fulani. Hii tunaita mahrul mithli. Mfano, bwana mimi nataka kwenda kuoa Pemba. Shafahamu bwana, utaambiwa bwana Pemba kule mahari yao japo wewe na milioni 2 pale. Hii inaitwa mahrul mithli. Kisha kuna mahrul musamma, mahari inayotajwa wakati wa kuozeshana pale. Unafahamu hapo? Haya, ndio hiyo sasa. Fahamu?
Anasema wala yajibu alhad, wala haitowajibika hadi, hapigwi hadi mtu kwa ameoa mwanamke au ameozeshwa mke bila ya nini, wali, haiwajibiki hadi hapo. Shafahamu, hakuna hadi. Shafahamu bana, hakuna hadi. Hata kama wewe unaitakidi kuwa ni haramu kuoa mwanamke bila ya wali, basi pia hakuna hadi. Mshafahamu bana? Kwa sababu kuna nini? Kuna shubha ya ikhtilafu ya baina ya maulama. Wako maulama wamekhtalifiana. Kama tulivyoona, si tumeona zile aqwali ya Imam Abi Hanifa alichosema na Imam Abu Daudi na Imam Maliki na wengineo. Mshafahamu bana? Anasema wa yu'azzaru, lakini atatiwa adabu. Ta'zir ni nini? Ta'zir ni adhabu ya kisheria ambayo haifikii hadi. Hadi ni adhabu ya kisheria ishawekwa. Ukifanya kitu fulani adhabu, mfano mtu aliozini hali ya kuwa ameoa, hadi yake nini? Kupigwa mawe mpaka kufa. Lakini ta'zir ni adhabu ambayo haifikii hadi. Kwa hiyo mathalan mtu aliyezini bila kuoa anapigwa bakora ngapi? 100. Kwa hiyo ta'zir mfano akapigwa bakora 20, 30, amna neno, hazikufikia zile bakora za hadi. Shafahamu? Na hii ta'zir, adhabu hii anaichagua kadhi. Atakavyoona yeye akaamua ampandishe punda kinyume, punda anaelekea hivi anaelekezwa huku, au akatiwa mashizi usoni, au akavalishwa viatu, au akazomewa njiani, atakachoamua kadhi ndio itakayofanywa kazi. Kwa hiyo mtu aliyeoa, shafahamu bana, bila wali haimwajibiki hadi, lakini badala yake anafanywa nini? Ta'zir, anatoa adabu. Shafahamu bana? Walakin wa yu'azzar, lakini huyo ta'zir anafanywa nani? Mu'taqidu tahrimi, yule anayoitakidi kwa ni haramu. Sisi madhhabu Shafi'i, sisi kwetu wali si lazima. Kwa maana yake ukioa bila wali nini? Si haramu. Kwa hiyo ukaja wewe ambaye unajua na unaitakidi kwa ni haramu, ukaja ukaoa bila wali, ta'ziri na kuwajibikia wewe. Lakini mtu ambaye anaitakidi kwa wali si lazima, mfano mwenye kufuata madhhabu ya Imam Abi Hanifa, hana ta'zir, kwa sababu anamfuata imamu wake ambaye anasema hakuna nini? Hakuna neno. Tumefahamu hapa? Aiwa. Naam. Amna wa yu'azzar kwenu? Kwa dha, za wa yu'azzaru inatokana na ta'zir, sio ta'dhir. Dha wa yu'azzaru ana yake anapewa udhuru. Hapa ni wa yu'azzaru. Shafahamu? Kwa hiyo haimwajibiki hadi, atafanywa ta'zir, wala hana kafara huyo. Shafahamu bana? Wala hana kafara. Sasa swala linakuja, mtu ameoa bila ya nini? Wali. Lakini kabla ya kuhukumiwa sasa watengane yule mwanamume na mwanamke, katokea wali akamwozesha. Ushafahamu bana? Yule mwanamke kajiozesha mwenyewe kwa mwanamume, yule mwanamume kana kwa tatizo nini? Bwana mzee hivi, wakaenda kwa mzee, au mzee akaja, basi nyie madam nataka kuoana, mimi nitakuozesha. Akamwozesha kabla haijahukumiwa kutofautishwa, kufanya tafriq. Ushafahamu bana? Akaozesha, basi tayari ndoa ishaswihi. Ushafahamu bana? Ndoa ishaswihi. Haya, swala lingine, mtu ameoa kwa hukumu kama hii. Ushafahamu bana? Wewe ambaye ni madhhabu Shafi'i, kaja mwanamke kajiozesha, bwana mie najiozesha kwao, wewe ndo mume wangu kwa mahari kadhaa, na wao kasema nimekubali, mchezo umekwisha, au sio? Sasa ushamuoa hivyo, umekuja kumpa talaka 3. Mfahamu hapo, umempa talaka 3. Je, baada ya kumpa talaka 3 sasa unamtaka tena, unataka kumuoa tena, pana haja ya muhallil hapo? Huku tumesoma katika talaq kule bainuna kubra, tunakumbuka wa ukitoa talaka 3, shafahamu bana, huwezi kumuoa yule mpaka isheda, aolewe, aingiliwe, akaeda, isheda ndio muoe, au sio? Sasa suala hapa vipi? Inafaa kumuoa kwa sababu hii ndoa yenyewe sio sahihi. Katika sharti ya talaka, ili ipatikane talaka, nikah iwe nini? Sahihi, isiwe nikah fasid. Hii ni nikah nini? Fasid.
Umefahamu hapo? Kwa hiyo hapo hamna haja ya muhallil, unaweza kumua. Naam. Sheria haijaruhusu, wameruhusu baadhi ya maulama. Sisi tunayofuata madhhabu Shafi, madhhabu yetu ndoa hii ni batil, haifai. Mfahamu hapo? Ndio maana tunaita ndoa fasid. Sisi kwetu ndoa yoyote ambaye haikutimiza nguzo au masharti ina matatizo. Mfahamu hapo? Haya. Masala mengine walioyataja, wanasema kuwa ushaoa ukaja ukaambiwa bana hiyo ndoa yako haikuswihi kwa sababu hakuna nani? Una wali hapo. Ukajitia we mbabe, ukaenda kwa mwingilia yule mwanamke baada ya kuwa ushaambiwa kama ndoa nini? Fasid. Ukaenda kwa mwingilia yule mwanamke, hapo tena utapigwa hadi. Hapo utafanywa nini? Utapigwa hadi ya kuzini. Bakora ngapi? 100. Chapa bwana umezini maana. Kwa sababu shaambiwa bana hii haramu. Ndoa hakuna hapo kwa sababu hapana wali. Tumefahamiana hapo? Haya. Sasa suala linakuja, mtu kaoa bila, huko tumesoma mashahidi sio? Na leo tumesoma wali. Kaja mtu kaoa ndoa iliyofanyika bila ya wali wala mashahidi. Akaja akaingilia yule mwanamume. Atapigwa hadi. Shafahamu? Atapigwa hadi kwa sababu hakuna mwanachuoni hata moja aliyejuzisha ndoa bila wali na shahidi kwa pamoja, hakuna. Wengine wamesema wali hata kama hayupo, muhimu nani? Mashahidi. Wengine wanasema mashahidi sio muhimu, muhimu nani? Wali. Madhhabu Shafi wote muhimu. Kwa hiyo hakuna mwanachuoni aliyetetea ndoa ya bila wali na mashahidi. Ndio maana ile inakuwa nini? Hadi. Kwa sababu hakuna mtu akutetea wewe. Tofauti ikiwa utaoa bila wali, Al-Imam Abi Hanifa na wengineo kidogo wamekusaidia. Kwa hupigwi hadi, utafanywa taaziri tu. Mfahamu hapo? Haya. Sasa anakwenda anawataja hao mawali. Wa aqrabul awliyai, na wali wa karibu zaidi anayefaa kuozesha, al-ab, baba, thumma abuhu, kisha baba yake baba ambaye ni babu, wa in ala, na kuendelea juu. Thumma al-akh lilabawaini, ndugu wa yule mtoto wa kike, baba mmoja mama mmoja, shaqiq khalisa. Thumma al-akh liab, kisha ndugu kwa baba. Thumma ibn al-akh liabawaini, kisha mtoto wa ndugu shaqiq. Thumma ibn al-akh liab, kisha mtoto wa ndugu kwa baba. Thumma al-am, kisha ammi, manake ndugu yake baba yako, lilabawaini shaqiq. Thumma al-am liab, thumma ibn am liabawaini, thumma ibn al-am liab, thumma ammul ab, ammi yake baba yako, liabawaihi, baba moja mama moja. Thumma amul ab liabihi, kisha ammi yake baba yako kwa upande wa baba tu. Thumma sairul asaba, kisha wanafuatia maasaba wote tena waliobaki katika mirathi mule ndio anayofuatia hapo. Sawa ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقيادنا وقرابات لنا في ديننا مع ذي القدر والأنثى وذكر رب وفقنا ووفق بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما واخذ اتقياء علما نحظى بالخير ونخفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استر انت اكرم من ستر وصلاه الله تخشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.